ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila yake na neema yake kubwa kwetu ni kutuchagulia dini na kutuelekeza na dini yenyewe aliyotuchagulia ni dini ya Uislamu, na akatuelekeza maslahi yake na hasara ya kutoifuata dini hiyo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Nini maana ya maneno haya? Akasema, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Maana yake ni hii: dini yenye kukubalika mbele ya Allah. Kuna neno ameliondosha kwenye sentensi ya kwanza. Badala ya kusema inna ad-dina al-maqbula, akasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina al-maqbula 'inda Allahi al-Islam. Kwa mujibu wa aya hii, neno liloangushwa ni hili peke yake. Kwa aya hii hapa aliposema waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, atakaye chagua dini yoyote isiyokuwa ya Uislamu, basi ajue hana ibada itakayokubaliwa kwake yeye. Falan yuqbala minhu amalun wala ta'a, hakuna amal atakayoifanya na utiifu atakaofanya akitaka malipo apate kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alafu akapata, hatopata, haitokubalika kwake. Isipokubalika sasa ndiyo nini? Isipokubalika matokeo yake ni hasara siku ya kiyama, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeye atakapofufuliwa atakuwa katika kundi la watu waliopata hasara. Alifanya taa, matendo ya kumfanya mtu aingie peponi, na akayafanya kwa ikhlas, lakini dini yake sio dini ya Uislamu. Huyu matendo yake hayatakubalika, pia hatonufaika chochote na yale matendo aliyoyafanya, kwa maana hatopata huruma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha faida ya hii dini kwenye aya nyingine, baada ya kuonesha hasara ya kuiacha hii dini katika aya hii tuliyoisoma. Akasema waman ahsan dinan, hakuna aliyokuwa na dini nzuri, mimman aslama wajhahu lillah, akampita yule aliyosalimisha ibada zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna taarifu ya Uislamu. Mimman aslama wajhahu, wanaochuoni wamesema aslama wajhahu ay akhlasa amalahu, atakayezitakasa ibada zake lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kazifanya kwa ikhlas. Wa huwa muhsinun,
akazifanya pia kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا, na akafuata dini ya Ibrahim. Ibrahim dini yake ilikuwa ni ipi? Hanifa, yani ba'idan min ash-shirk, au ma'ilan 'an ash-shirki wal-kufri ila at-tauhid. Akafuata dini ya Ibrahim hali ya kuwa mwenye kukaa kando na shirki, mwenye kukaa mbali na kufru, na mwenye kuelemea kwenye tauhid. Walbara'atu min ash-shirki wa ahli. Mtazama aya hii inatoa taarifu ya Uislamu pamoja na kuonesha dini nzuri ni ipi. الاستسلام لله بالتوحيد ممن أسلم وجهه لله والانقياد له بالطاعة وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والبراءة من الشرك وأهله. Kwa hiyo dini ambayo imekusudia Allah na ndio dini nzuri ni dini hii. Kwa hiyo hata wewe ambaye unadai kwamba mimi nimetamka shahada, lazima ujue unatakiwa upite katika mapito yapi. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahim alivyokuwa hivi, alivyokuwa na mambo haya, ndio akapata al-khulla, as-sadaqa al-kamila au al-mahabba al-kamila. Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya Ibrahim kuwa mwenye kupata upendo wake yeye uliokamilika. Mapenzi yakamilika akapewa na Allah, akapendwa kwa mapenzi kamili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ukitaka upate mapenzi yaliyokamilika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima upite mapito ya Ibrahim alayhi salam. An tastaslima lillah bijamii a'malika at-ta'abbudiyya, ujielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yako yote ya ibada. Watanqada ila ta'alimi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam في كيفية الأداء هذه العبادات وهذه الطاعات, na ufate uelekee uongozeke kufuata maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi ibada zote na mafundisho yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye namna ya kutekeleza. وأن تتبرأ من الشرك وأهله والكفر وأهله, na ujiweke mbali na shirki na watu wake na kufuru na watu wake. هكذا كان إبراهيم عليه السلام. والآيات في الباب كثيرا من أن تذكر هنا. na aya katika mlango huu ni nyingi kuliko kuzitaja hapa zote, haitoshi. Itakuwa ni muhadhara na si khutba. Tukianza kuzitaja ni nyingi sana, lakini natosha tukatumia aya moja katika hizo aya nyingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani yake, shar'a lakum min ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa ni sheria ya dini yenu nyinyi, ma wassa bihi Nuha, yale ambayo alimuhusia asimame nayo, alinganie katika hayo Nuhu. Kwa hiyo sio dini ya Ibrahim peke yake,
ni dini ya Nuhu pia. Walladhi auhaina ilaika, na hayo ndio tuliyateremsha kwako tukaambia uyasimamie. wama wasa bihi Ibrahim, na yale ambayo amemwamrisha ayasimamie na ayaamrishe Ibrahim, ayatekeleze na ayaamrishe Ibrahim, wa Musa wa Isa, sio Ibrahim peke yake, na Musa na Isa, haulai ulul azmi. aliwapa sheria gani? Aliwaamrisha nini? An aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi. Ufupisho wake ni kwamba nyinyi nendeni mkaisimamishe dini kwenye ardhi, na msiende kuacha watu wakifuata dini zingine. Al-aya mpaka mwisho wa aya. Tunaona kwa mujibu wa aya hii ni kwamba dini hii ya Uislamu ambayo Allah ameichagua, sio wa kwanza kuchaguliwa dini hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sio wa kwanza kuchaguliwa dini hii Ibrahim alayhi salam, bali Allah aliichagua na alimwamrisha isimamie dini hii Nuhu. Swali linakuja, je, Adam wa qaumuhu kanu ala alfitra lam yanharif minhum ahadun. Adam na watu wake walikuwa kwenye fitra, hakuna mmoja katika wao aliacha fitra akafuata shirki. Katika kaumu ya Adam hakukuwa mtu mushrik, hakupatikana shirki mpaka anakufa, shirki haijatokea illa baada 1000 sana, isipokuwa baada miaka 1000 ndio zikaanza, shaitani akaanza kuletea shubha watu wa Nuh, wazee na mababu wa Nuh kabla ya Nuh kuzaliwa, ndio akaanza nao kuwapa shubha na kuwaambia watengeneze yale masanamu, ikiwa ni hatua za kuwapeleka kwenye shirki. Ndio maana ikawa amri hii ilianzia kwa Nuh, kwa sababu yeye ndio wa kwanza kuja kukataza shirki. Huko nyuma hakukuwa na shirki. Ndio maana shirki Allah subhanahu wa ta'ala akaita ni bid'ah. Innahu man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amezua dhambi kubwa sana. Ni uzushi shirki, kwa sababu asli ni tauhid. ومن يشرك بالله ليس انه اكون انه ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ايها الناس, kama tulivyosema, mlango huu wa kustaja aya hizi ni mpana, lakini tutatosheka na aya hiyo moja katika hizo nyingi za kuelezea Uislamu huu, haki ya kuwa kwake ndio dini na fadhila zake. Katika mambo makubwa ni kwa sababu ni dini ya kale, sio dini ya jana wala juzi. Na wanaofanikiwa na kufaidika na dini hii ni wale ambao watayafuata hayo tuliyoyataja hapo katika hizo aya. Barakallahu fikum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله, الله سبحانه وتعالى aliuelezea Uislamu kwa sura mbalimbali, lakini katika sura hizo ni kuwaondoa watu shubha walizokuwa nazo
juu ya Uislamu na kuona kana kwamba ni dini ngeni, na kwamba Isa na Ibrahim walikuwa na dini tofauti na Uislamu. Lakini ukweli Allah akaubainisha ndani ya Qur'an, kama alivyosema, falamma ahassa Isa minhumul kufra, Isa alivyohisi kwa watu wake wanataka kurudi kwenye kufuru au wanataka kufanya mambo ya kufuru, qala man ansari ila Allah, akasema ni nani atakaye shikana na mimi kuendelea kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada na kufuata maamrisho yangu, kuyatekeleza kama nilivyokuja nayo? Nani yuko tayari? Qala alhawariyuna nahnu ansarullah, wakasema wale walokubali kumfuata Isa, sisi tuko tayari kuyatetea mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuishi nayo. Amanna billah, sisi tumeamini ujumbe aloleta Allah subhanahu wa ta'ala, tumekubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Washhad bi anna muslimun, sema ya shahidi ni hapa. Tunataka uwe shahuda wewe Isa, wewe mtume wetu, shuhudia kwamba sisi ni Waislamu, sisi ni Waislamu, tumekubali, sisi tumejisalimisha kwa Allah na maamrisho yake na kwako na maelekezo yako, tutayafuata na wala hatutoyaacha. Hawa katika aya nyingine asema Allah, faamana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifa, likakufuru kundi katika bani Israil, au hawariyun walikuwa katika bani Israil, na likaamini kundi. Faayyadna alladhina amanu ala aduwihim, hawa walioamini tukawaunga mkono zidi ya adui wao yule aliyokufuru. Fasbahu dhahirin, wakawa wao ni wenye kuwa na nguvu wakati wote, ni wenye kudhihiri. Ukishikamana kweli kweli katika Uislamu na vile anataka Allah subhanahu wa ta'ala, basi ahadi ya Allah ni kuudhihirisha Uislamu. Lakini kuna sharti. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, ani Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Allah yeye amemtuma Muhammad sambamba na ilmu, amemtuma aje kuileta ilmu, aifikishe ilmu. القرآن هو الهدى والسنة هي الهدى. أرسل رسوله بالهدى يعني بالكتاب والسنة، بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة، ودين الحق والعمل الصالح، العلم والعمل، ليظهره على الدين كله. alimtuma na hivi viwili aje kufundisha na kutekeleza yeye kabla ya watu wengine kutekeleza. Lengo ni nini? Liudhihirahu ala dini kulli, ili hii dini ije kuwa juu ya dini zote, ili dini ya Uislamu iwe juu ya dini zote. La budda min alilmi walamal. Mtume Muhammad alitumwa kwa haya mawili. Alitumwa akaambiwa sharti la wewe kudhihiri ni lazima ufundishe watu na wewe mwenyewe wa kwanza kufanyia kazi.
ma yakunu li an ukhalifakum ila ma ad'ukum ilayhi. Si mimi mwenye kuwakhalifu nyinyi nikafanya tofauti na yale ambayo ninawalingania. Na ndio walikuwa mitume wote hivyo, wao ndio wa kwanza kutekeleza maamrisho walioamrishwa, na kullu da'i, huu ndio wadhifa wake, lazima atekeleze kwanza yeye kabla ya watu wengine. Kwa sababu yeye ni qudwa. Kwa hiyo inapasa kwako wewe ambao uko ndani ya msikiti sasa hivi uwe ni wa kwanza kutekeleza maagizo ya Allah ambayo unayasoma, uoneshe ule Uislamu aliokuwa na mtume katika maisha yako, ndio wengine watapenda nao kufuata hiyo sunna. Lakini kama hawajauona kwako ule usalafi, ule Uislamu wa mtume hawajauona kwako, wakaona Uislamu mwingine, basi hawatoipenda sunna. Kauli zako ziwe ni kauli za mtume sallallahu alayhi wasallam. Matendo yako yawe ni matendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Muamala wako na watu uwe ni muamala wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukiudhiwa, majibu yako yawe ni majibu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, usiwe na majibu yako binafsi. Ukidai watu au ukidaiwa, uwe na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam anapokuwa anadai au anadaiwa. Hapo ndipo watu utawapata. Ukiwa unafanya biashara, fanya biashara kama alivyofanya biashara mtume sallallahu alayhi wasallam. Usifiche aibu kwenye biashara yako. Usipunguze vipimo na mfano wake. Hebu ishi maisha ya uadilifu, alafu uone Allah atakapoidhirisha haki kupitia matendo yako. Ndugu katika imani, Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukubali kuelekeza ibada zote kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, walinqiyadu lahu bitta'ah, na kushikamana na tauhid kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kujitenga na shirki na washirikina. Usijifananishe na usifanye shirki, usifanye matendo ya washirikina, na wala usiwe na ukaribu, urafiki na washirikina, hasa katika mazingira ya ibada. La msingi urafiki hautakiwi. Kusema urafiki utakiwi haimaanishi kwamba usiwalinganie. Kuna tofauti ya urafiki na kuishi nao vizuri. Urafiki ni kitu kando na kuishi vizuri na watu ni kitu kando. Kuishi vizuri, kila mtu anataka naye vizuri kwa uadilifu na pasi na kumfanyia wema. Uadilifu na kumfanyia wema. Mapenzi ni kitu kando. Huu ndio Uislamu ambao sisi tunatakiwa tuushike ili haki ipate kudhihiri. Ni amana tumekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tumekubali kwamba tutaibeba. Sasa tuibebe. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وسائر العشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان وسائر الصحابة أجمعين.